Naam, bila shaka umzima, karibu tena katika kipindi chetu cha The Iron Lady ambapo hii leo ndani ya kipindi chetu tuko na rais wa chama cha wakunga Tanzania, na huyu si mwingine ni Dr. Beatrice Mwilike. Yeye atatuangazia kidogo katika sekta ya wakunga iko vipi na inaenda vipi. Karibuni. Mimi ninayekuletea kipindi hiki naitwa Kothom Ali. Mimi ni mkunga bingwa na ninafanya kazi kama mhadhiri katika Chuo Kikuu cha Afya na Sayansi Shirikishi Muhimbili, na nimeshafanya kazi kwa takriban miaka 15 sasa nikifundisha ukunga katika ngazi ya degree ya kwanza, lakini pia katika ngazi ya degree ya uzamili pale Muhimbili. Lakini pia ni rais wa chama cha wakunga Tanzania kuanzia mwaka jana ndo nilipata hiyo nafasi. Na unajisikiaje? Kiukweli ninajisikia vizuri na ninapenda kutumikia wenzangu na kuhakikisha kwamba taaluma yetu ya ukunga inaweza kukua, inaweza kutambulika kitaifa na kimataifa pia. Lakini pia wamama wale ambao wanategemea kupata huduma kutoka kwa wakunga, basi huwa natamani sana kila mama atakapokwenda kujifungua atoke salama yeye pamoja na mtoto wake, akitokea kwenye mikono ya wakunga. Yes. Labda tuambie kwa sasa hivi labda na wakunga labda wangapi kwa Tanzania nzima? Kwa Tanzania nzima, kwa sababu kwa taaluma yetu jinsi ilivyo, huwa tunapopata mafunzo tunapata mafunzo kwenye uuguzi na ukunga. Kwa hiyo kusema wakunga kama wakunga waliosoma ukunga peke yake kiukweli wako wachache. Nadhani hawajafika 1000 bado. Okay. Lakini unakuta wengi ni wauguzi lakini pia ni wakunga. Na tukiangazia sasa sekta ya ukunga so far iko wapi? Nadhani kwa tunavyoendelea kwa sasa hivi, yani taifa linaendelea kutambua mkunga ni nani. Kwa miaka ya zamani kwanza mtu alikuwa akisikia mkunga anajua ni mkunga wa jadi. Kwa sababu tumezoea, yes, anajua ni mkunga wa jadi kwa sababu ndio lugha imezoeleka kutumika Kiswahili kama ni mkunga wa jadi. Lakini taifa lilikuwa bado watu hawajaweza kugundua kwamba kuna mkunga mtaalamu ambao kwa Kiingereza tunaita midwife. Midwife ni neno ambalo lilikuwa linajulikana. Lakini sasa tukileta kwenye Kiswahili tukasema mkunga, mtu anapata picha kwamba ni mkunga wa jadi, lakini kwa halisia sio mkunga wa jadi. Kuna wakunga wataalamu. Sasa ukisema mkunga wa jadi, watu wanahisi mkunga wa jadi na wao nasema kwamba kuna mkunga wa kitaalamu. Labda tofauti yake iko vipi? Ndio. Mkunga mtaalamu ni yule ambaye ameweza kupata mafunzo ya ukunga katika chuo kinachotambulika serikali na kinachotumia miongozo ya kiutaalamu ya taaluma ya kitaaluma ambayo inatambulika kidunia. Na akishafuzu mafunzo hayo anaweza kusajiliwa na Baraza la Uuguzi na Ukunga Tanzania kama mkunga na akapata leseni ya kupractice kama mkunga. Huyo tunamwita mkunga mtaalamu. Na kwa mujibu wa miongozo, ili mtu atambulike kama ni mkunga, anapaswa amepata yale mafunzo kwa takribani miezi 18 kwenye ukunga tu, ndipo atatambulika kama mkunga mtaalamu. Lakini ukija kwenye upande wa mkunga wa jadi, nadhani kwa wenzetu wa kizamani Jigo wana historia. Kuna mwingine anakuta ajifungulia nyumbani. Kuna wabibi wale wako kule kijijini, mara nyingi kwenye mazingira ya vijijini, ambao huwa wanasaidia kuwazalisha kina mama ambao tulikuwa tunaita wakunga wa jadi, kwa sababu wako kwenye jamii zetu kule kijijini. Kwa hiyo lakini mpaka sasa hivi wapo ama wamepungua baada ya nyinyi kuingia kwa kasi? So sisi tulikuwepo, lakini sasa ndio hivyo, watu wengi walikuwa wanajua ukifika wodini kwanza maana wamezoea anaita nesi. Mtu anaita mkunga kwa sababu hizi taaluma mbili zimekuwa zikifundishwa kwa pamoja na zikienda kwa pamoja. Kwa hiyo unakuta wanataaluma wengi alikuwa ni muuguzi lakini pia ni mkunga. Lakini imezoeleka tu nesi. Kwa mimi nilivyoanza mafunzo, nilianza kusoma kama muuguzi. Kwa hiyo nilisoma degree ya kwanza ya uuguzi, nikaenda kufanya kazi. Kwa hiyo nimefanya kazi, baadaye nikataka kubobea zaidi. Kwa hiyo nikaenda kubobea katika ukunga. Kwa sababu kwa miaka yetu ya nyuma hakukuwa na
degree ya ukunga haikuwepo kwa miaka hiyo. Ilikuwepo tu degree ya uuguzi. Kwa hiyo nilazimika nisome kwanza degree ya uuguzi, baadaye sasa ndio nikafanye specialty ya ukunga. Kwa hiyo na kipindi hicho wakati mimi nasoma na ilikuwa mwaka 2011. Kwa Tanzania hakukuwa na chuo chochote kinachotoa masters kwenye ukunga. Kwa hiyo ilibidi nikasome nje ya nchi. Kwa hiyo mimi masters yangu nilisomea nje ya Makerere, Uganda. Okay. Uganda, na pia Uganda that time nimekwenda kusoma, wao ndio walikuwa wameanzisha program ya ukunga pia katika level ya masters. Kwa hiyo mimi nilikuwa ni batch ya kwanza kabisa ya masters ya ukunga kule Uganda. Yes. Kwa hiyo nilisoma Makerere University kuanzia mwaka 2011 mpaka 2014 mwanzoni ndio tulifanya graduation. Kwa hiyo baada ya kugraduate nikarudi. Kipindi hicho nilikuwa nafanya kazi KCMC. KCMC pale kuna chuo cha uuguzi. Na kulikuwa kuna program ya uuguzi kwa watoto. Yaani shule ya uuguzi kwa watoto. Ndio nilipokuwa nikifanya kazi kama mkufunzi. Kwa hiyo nilifanya pale mpaka nilipokuja kumaliza mafunzo ya masters. Zile program zilisimamishwa kwa sababu serikali ilikuwa imeandaa utaratibu wa kuzirudisha kwa kinamna nyingine, kuzirudisha katika level ya degree, ambao mchakato naamini bado unaendelea. Kwa hiyo chuo kikuu cha Muhimbili wakawa wameanzisha masters ya ukunga sasa mwaka 2014. Kwa hiyo sasa ilipoanzishwa program ikabidi sasa nika transfer kutoka KCMC kuja Muhimbili kwa ajili ya kufundisha ukunga. Kwa hiyo ndo tukaanzisha program ya masters, ndio mpaka sasa hivi inaendelea. Nadhani ni mwaka wa 11 tangia tuianzishe. Okay. Yes. Na hata kazi unayoifanya hii kwa uko ndani ya mwaka 11 unadili na ukunga ama ni zaidi? Mwaka wa 13 sasa. 13. Yes. Sasa nakuwa nafundisha tu ukunga. Kwa hiyo wewe ni mwalimu na pia ni mkunga. Ni mkunga bingwa. Mkunga bingwa. Ndio. Na ni mwalimu wa ukunga. Na mwalimu wa ukunga. Yes. Okay. Sasa labda hii sekta ya ukunga kuna changamoto zipi ambazo kwa sasa hivi mnakabiliana nazo? Kwa ukija kwa wakunga kama wakunga, changamoto ni nyingi. Kwanza kazi yenyewe, nature ya kazi kiukweli sio kazi rahisi. Lakini kwa sababu ni kitu ambacho mtu umekipenda kutoka moyoni kwamba natamani nisaidie kina mama, nihakikishe kwamba wanakuwa sawa, nisaidie vijana, nisaidie wanawake wenzangu waweze kuwa sawa. Kwa hiyo unakuta ile mazingira ya kazi mtu anaamua kupambana nayo japo ni magumu kufanya kazi. Kwa sababu unapokuwa unamhudumia mfano mama ambaye amekuja kujifungua, pale inabidi uhakikishe unahakikisha uhai wa aina hizi mbili, mtoto uhai wa mama na uhai wa mtoto. Tofauti na muuguzi anapokuwa kwenye wodi ya kawaida, amekuja mtu mgonjwa, akija yeye ni yeye tu, unakuwa unahakikisha uhai wa mtu mmoja, unapambania uhai wa mtu mmoja. Lakini mimi ninapokuwa mkunga natoa huduma, napambania uhai wa watu wawili, mama pamoja na kiumbe alichokibeba tumboni. Kwamba nahakikisha mama atakapojifungua awe salama, abaki salama, awe na uzazi salama ambao umejali utu na staha kwake, lakini pia mtoto wake atakayezaliwa atoke akiwa salama. Kwa hiyo ukiangalia mazingira sio mazingira rahisi. Sasa changamoto kubwa tunakutana nayo, unakuta kwamba wingi wa watu wa huduma katika hospitali zetu ni changamoto. Na hiyo sio tu kwa Tanzania, nadhani ukienda kila sehemu. Mimi kwa nchi ambazo nimebahatika kutembelea au kufanya kazi, sehemu nyingi unakuta complaint ni shortage, kwamba tuko wachache, watu wa huduma ni wachache. Sasa unakuta kwa nchi zetu hizi ambako unakuta mama wanaokuja kujifungua ni wengi. Unakuta kwenye wodi una mama labda 10 tuseme kwa mfano, ambao wako katika hali ya uchungu na wanakaribia kujifungua. Alafu kwenye shift imeingia watu wawili. Kwa hiyo unajikuta pale kwa kweli unakimbizana, unapambana kuhakikisha kwamba unawasaidia wamama wote. Na kila mtu anajifungua kwa wakati wake. Kuna ambao watajifungua kwa wakati mmoja. Kwa hiyo sasa mko wa watu wawili. Unashika yupi, unaacha yupi. Lakini mwisho wa siku lazima uhakikishe kwamba umefanya kazi yako, umeokoa maisha. Kwa sababu usipoweza kuokoa maisha tayari hiyo sio kitu kizuri. Ni kesi tayari hiyo. Kwa hiyo mazingira ya ufanyaji kazi kiukweli huwa sio rahisi, kutokana na kwamba kunakuwa na watu wa huduma wachache. Kwa hiyo unakuta ndio hivyo, yani kiingia mpaka kuja kutoka, umetoka hujasababisha kifo au mtoto hajafariki, yani unashukuru Mungu. Lakini kitokea saa nyingine
Unaweza ukakata miezi mitatu hauko sawa. Ikitokea dada bahati mbaya katika kutoa huduma kwako, dada mama mmefanya jitihada, mmezoeza kila kitu, mama amefariki, hicho kitu unaweza kukuta kinakuumiza, yani hauwezi kukaa sawa kiukweli. Kwa hiyo unakuta mazingira yale kiukweli yana athiri utendaji kazi, lakini yana athiri saikolojia hata ya mkunga mwenyewe. Lakini maadamu sisi kwamba tumejitoa, tumeamua kufanya hiyo kazi na kuhudumia, basi tunaifanya tunavyoweza kwa uwezo wetu, kwa weledi wetu. Yeah. Na hata ukiongea na wakunga wengi watakomplain kwenye eneo la maslahi. Yaani mtu anaona uzito wa kazi ambao anaifanya na maslahi ambayo anayapokea haviendani. Lakini pia hata ile mkunga kutambulika kama ni mwanataaluma, nayo kidogo pia imekuwa ni changamoto kwetu kama wakunga. Kwa sababu wengi bado tuna struggle kwamba mkunga ni nani au mkunga anafanya nini, au watu wanajua mkunga anafanya kazi tu labor ward peke yake. Kumbe mkunga anaweza akafanya kazi labor ward, anaweza akafanya kazi katika kliniki ya wajawazito, anaweza akafanya kazi katika jamii. Mfano mimi nilifanya mradi wa kuhudumia wamama wajawazito katika jamii. Nilikuwa na nilianzisha mradi unaitwa Mkunga Kitaani. Kwa hiyo tulikuwa tunafuata wale wamama ambao wanaishi kwenye mazingira ya mbali, mazingira magumu ambapo hawawezi kufika kwenye hospitali. Na unakuta ni hospitali ziko mbali. Serikali imejitahidi kweli kujenga hospitali, lakini bado kuna vijiji unakuta mpaka afike kwenye ile hospitali kwanza ina gharama kubwa. Unakuta mtu anakuambia kwa usafiri wa bodaboda natumia labda 20,000. Na anatakiwa aende kliniki angalau mara 4 katika kipindi chake cha ujauzito. Kwa hiyo unakuta tulivyoanza ule mradi tulikuta wamama ambao wana mimba miezi 7, miezi 8 hajaweza kwenda kliniki ya wajawazito. Na kuna wengine ambao tuligundua hata walikuwa wana changamoto ambazo walikuwa hawajaweza hata kujua kama wanazo, ambazo zilikuwa zinaweza kuathiri ukuaji wa mtoto au zingeweza kumwathiri yeye mwenyewe. Kwa hiyo tulikuwa tunaenda na gari na wakunga anaenda kwenye vijiji sasa hivi ambapo wako kwenye umbali mrefu sana kufikia hospitali. Tulikuwa tunatoa huduma zile za ambazo wangezipata kwenye kliniki ya wajawazito. Na kiukweli tuweza kusaidia mama wengi zaidi ya 200. Tuweza kuwafikia, tukawapa huduma. Wale hata ambao walikuwa mwishoni bado tuweza kuwasaidia ili kwamba atakapoenda kujifungua basi asiweze kupata madhara yoyote. Wale ambao tuligundua wana changamoto ambazo wangeweza kuzipata kutokana na hali yao ya ujauzito, basi tuliweza kuhakikisha kwamba wanafikishwa kwenye hospitali kwa ajili ya kupata huduma zaidi, ili kuweza kuhakikisha kwamba tunaokoa maisha yao pamoja na watoto wao wachanga. Kwa hiyo kwa sehemu kubwa tuliweza kuwasaidia. Unaona, kwa hiyo unakuta ni kazi ile sio kazi rahisi. Kwa hiyo bado ile kutambua mkunga ni nani bado imekuwa ni changamoto kwetu sisi kama wakunga. Lakini kwenye swala la maslahi, mfano kuna wakunga ambao tayari sisi tumeshapata shahada ya uzamivu au PhD. Kwanza ukienda kusoma mtu anakuuliza, sasa wewe unaenda kusoma ya nini? Au unaenda kusoma masters ya kazi gani? Unaenda kusoma da PhD ya kazi gani? Kule kazini unakuta wenyewe tunarudishana nyuma. Ndio. Lakini mara zote mimi wanafunzi wangu, kwa sababu mimi nafundisha zaidi wanafunzi wa masters, huwa nawauliza tangia umefika, baada tumeshamaliza muhula wa kwanza, je, unaona mkunga ni ule ule au kuna tofauti? Anakuambia mwalimu, bwana kuna tofauti. Kila tofauti. Yaani kuna tofauti kubwa sana, and we are grateful kwamba tumeweza kupata hii nafasi kuweza kuongeza utaalamu zaidi na kubobea katika ukunga. Sasa unakuta wakishamaliza mafunzo wakirudi kazini bado hawatambuliki. Na bado muundo wa utumishi haujaweza kutambua kwamba huyo mkunga bingwa stahiki yake inatakiwa iwe vipi, masuala yake yanatakiwa yaweje. Kwa sababu unapoweza kummotivate ndio unamfanya anaweza kuzidi kupata ari na moyo wa kutoa huduma bora zaidi. Tofauti na ile mtu unaenda unalipwa kidogo, kazi ngumu, una madeni songesha, sijui unadaiwa kwenye vikoba, unaona? Kwa hiyo unakuta ile utulivu wa akili kwanza unakuwa haupo kikweli. Na bahati mbaya nyingine unakuta mwingine mtu anakuta anaanza kuongea vibaya, unaona, kwa ajili tu ile kwamba amekosa motivation au hapati maslahi ya kutosha vile ambavyo mtu alikuwa anatarajia apate kwa kiwango chake cha elimu au kwa level aliyokuepo au kwa ubobezi ambao amekuwa nao. Na tukija kuangalia hapo katika hilo swala
ambayo unasema kwamba maslahi hayakidhi mahitaji yao, labda kwa uzoefu wako, kwa sababu unasema kwamba umeweza kuenda sehemu mbalimbali, stahiki zao hasa zinatakiwa ziwe vipi? Kama taweza kusema nataja mshahara. Hapana, una haja kutaja in general, nataka tu in general view kwamba kutokana na kazi ya ugumu wa kazi ulivyo. Ndio. Sasa wewe labda ukiwa kama rais unafikiri kwamba pendekezo gani ambalo linaweza likakidhi mahitaji yao? Yaani katika level gani kutokana na uzoefu wako? Yaani ninachoweza kusema zaidi ni kwamba inabidi kila mtu apewe stahiki yake anayostahili kwa kiwango chake cha elimu. Mfano, kama kuna mkunga ana ngazi ya diploma, basi apate stahiki yake katika ngazi yake ya diploma. Mwenye ngazi ya degree au shahada ya kwanza apate stahiki yake kwenye shahada ya kwanza. Mwenye degree ya uzamivu apate stahiki yake katika ngazi yake ya elimu. Sababu amebobea, yani amesotea afike pale alikofika na aweze kutoa huduma bora zaidi kwa sababu ameongeza weledi. Kwa hiyo inabidi sasa master yaendane na weledi wake pia aliokuwa nao kwa katika level yake. Kwa maana hiyo nataka kusema kwamba wanalipwa chini ya viwango hivyo. Yes. Yaani mpaka sasa hivi bado mfano muundo wa utumishi haujatambua mkunga bingwa haujatambulika bado kwenye utumishi. Yes. Lakini kama chama cha wakunga tumeshafanya efforts za kuwasiliana na kufikisha maoni yetu na matakwa yetu kwa serikali na tunashukuru serikali inayafanyia kazi. Ndio. Na tumeahidiwa kwamba tutarajie kuanzia mwaka wa fedha ujao ambao utaanza mwezi Julai kwamba tutaona hayo mabadiliko. Kwa hiyo we hope kwamba mambo yanaweza kuwa mazuri. Yaani tunatumaini kwamba mambo yatakuwa mazuri. Ukiangalia mfano kwa mataifa mengi, kwa mataifa ambayo yameendelea. Nikitolea mfano wa nchi ya Sweden. Sweden inaitwa jini Uswidi. Uswidi. Yes. Katika nchi ya Uswidi ni nchi ambazo duniani zina vifo vichache sana vya uzazi vinavyotokana na uzazi. Na unajua katika vifo vya uzazi kuna vifo ambavyo vinaweza kuzuilika. Na ndio tunapambana sana kwamba vile vinavyoweza kuzuilika basi kwa nini tushindwe kuvizuia? Kwa sababu binadamu tumepewa utashi, tumepewa uelewa, tumepewa weledi na zaidi tuna elimu, tunapata mpaka elimu ya kumsaidia mtu ambaye yuko katika uzazi. Sasa kwa nini mama apoteze maisha? Kwa sababu ukiangalia wanyama pia wanazalia huko porini peke yao, hakuna anayewasaidia. Lakini sidhani kama tungeweza, sijui kwa sababu siko huko kwa hakuna vifo vingi, lakini inawezekana hakuna vifo vingi. Kuna wanyama anazaa watoto zaidi hata 6, 7. Ni kweli. Na anakaa tu vizuri na watoto wake wanatoka salama. Je, kwa nini kwa binadamu tushindwe? Kwa sababu kwa binadamu vifo vya uzazi vinaweza kuzuilika. Maadamu yupo mkunga ambaye kweli ni mtaalamu, ana weledi, yuko kwenye mazingira wezeshi ya kuweza kutoa huduma, basi mimi naamini kwamba hakuna vifo vya kina mama vingeweza kutokea kama ambavyo vimekuwa vikitokea. Na kwa Tanzania tumejitahidi kiukweli. Kama nadhani hapo miezi michache nyuma tulisikia rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan aliweza kupata tuzo. Na kile kitu ni kitu cha kujivunia kiukweli. Na alisema mwenyewe, nadhani kuna speech yake aliitoa baada ya kupokea ile tuzo, kwamba ile tuzo anairudisha kwa wanataaluma wa afya, ataja madaktari, wauguzi, akataja pia na wakunga. Kwa sababu kila mmoja ambaye ameplay part yake, wote tumeweza kuhakikisha kwamba tumesaidiana kwa pamoja kuweza kupunguza vifo vitokanavyo na uzazi. Kwa hiyo ni kitu cha kujivunia kiukweli. Sasa nikija kwenye mfano wa nchi ya Uswidi, ni nchi ambayo ina vifo vichache sana vinavyotokana na uzazi. Mfano kwa Tanzania sasa hivi tumefikisha vifo 104 katika kila vizazi hai 100,000. Sweden wenzetu ni wana vifo ni 5 katika kila vizazi hai 100,000. Yaani wako kwenye single digit. Ndio. Lakini kitu kikubwa ambacho walifanya, wao waliwekeza zaidi kwenye ukunga. Waliwekeza kwenye kuwawezesha wakunga. Kwa sababu wakunga ndio unakuta muda mwingi ndio unakaa na mama. Yaani una spend most of your time kumhudumia mama tangia kwanza unaanza naye tangia anavyozaliwa mtoto. Mimi ndo nayempokea kama mkunga. Ndo nitakayempokea, nitahakikisha yuko salama, atatoka, ataendelea kulelewa, atakuwa, atafika
umri wa rika balehe, tutampa huduma za uzazi. Akitoka hapa atakuja atafika umri wa uzazi, atapata ujauzito, atakuja kwa mkunga, atapata huduma. Kwa hiyo ina maana kama serikali ikiweza kuwekeza kwenye ukunga, basi tunaamini kabisa tunaweza sisi kupunguza vifo vikafika single digit au visiwepo kabisa, kwa sababu matamanio yetu ni kwamba visitokee, yani visiwepo vifo vya uzazi. Visiwepo kabisa. Labda hata vikitokea ni vitokee vile kweli mnaona kabisa Ni bahati mbaya imeshindikana. Lakini kama ingewezekana ni kwamba hatupasi kuwa na rekodi ya digiti 3 ya vifo vitokanavyo na uzazi. Kwa hiyo nipende pia kuchukua nafasi hii kuipongeza serikali. Kwa kweli imejitahidi sana 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 kujenga vituo katika kila vijiji, katika kila kata. Katika kila kata sasa hivi tunakao vituo vimeongezeka. Huduma zimeboreka. Miaka ya nyuma kikweli vifaa vilikuwa changamoto, lakini sasa hivi vifaa vinapatikana. Dawa zile za muhimu kikweli serikali inajitahidi sana sana kuhakikisha kwamba zinapatikana kwenye vituo vyetu. Na serikali imeweza kuboresha baadhi ya vituo kuvifanya kuwa vituo vya kutolea huduma za dharura. Mfano, zamani kuna vituo vilikuwa havina capacity maybe mpaka ya kuja kufanya uzazi kwa njia ya upasuaji, cesarean section. Lakini sasa hivi imeweza kuongeza uwezo kwenye hivyo vituo baadhi kuweza kutoa pia huduma mpaka kwamba ikishindikana mama kujifungua kawaida basi akajifungue kwa njia ya upasuaji. Na pia kuna mradi umeanzishwa wa mama ili tu kuhakikisha kwamba wamama hawakosi huduma. Kwamba ikitokea mama amepata dharura na wameshindwa kuimudu katika ile hospitali katika ngazi ya chini, basi ili kumkimbiza kwenye ngazi ya juu, kushirikiana na jamii, basi watatafuta usafiri, watakisha na mkimbiza kumwaisha hospitali ili aweze kupata huduma kwa wakati. Kwa sababu uzazi ni kwamba utakapochelewa kumpa mama huduma kwa wakati, ni rahisi sana kupoteza maisha. Okay. Na tangu labda unafanya hii kazi ya ukunga, umeingia kwenye elimu, ukaingia kwenye kazi yako, na sasa hivi wanachama wamekukubali, wamekuchagua kuwa rais. Labda mafanikio gani ambayo umeweza kuachieve wewe kama Dr. Beatrice? Mimi personally. Kama wewe personally kupitia taaluma yako ya ukunga. Labda kwa mimi, yani kiukweli ninapoona kwamba nimeweza kufanya mwingine akainuka, to me it is an achievement. Yani ikitokea nimekutana na mwanafunzi wangu somewhere, nimeenda kutembea mkoani labda Mtwara, nimeenda Kilimanjaro, nimeenda mikoa mbalimbali kwa sababu wanafunzi wangu wanatoka mikoa mbalimbali. Na nikafika kule nikaona kazi nzuri wanaoifanya pale. To me it is an achievement, very big achievement. Yani I feel proud kwamba kupitia mikono yangu na akili zangu na midomo yangu nimeweza kuimpart knowledge ambayo nilikopo nayo mimi kwa mwingine na akaweza kwenda kuokoa maisha. Kwamba nisingeweza kufanya mimi kwa mikono yangu peke yangu miwili, lakini kwa mikono mingi ambayo nimeitengeneza kule na wanafanya mambo mazuri kuokoa maisha, to me it is an achievement. Lakini pia kama chama kwamba kuweza kuendelea kutambulika kitaifa, serikali kututambua kama wakunga. Kwanza siku zile hata tulivyoona ile speech ya Mama Samia ilivyotaja wakunga, yani we felt so good kiukweli. Yani tulijisikia vizuri kwamba okay, kwa hiyo sasa hivi mpaka mkuu wa nchi anatutambua wakunga kwamba tupo. To us it is an achievement. Kiukweli it is an achievement. Kwa sababu zamani bado tulikuwa chini ya mwamvuli wa taaluma nyingine. Tulikuwa chini ya mwamvuli wa taaluma ya uuguzi. Kwa hiyo mnaonekana tu wakunga na wauguzi ni sawa. Of course ni wote ni wanataaluma, sawa. Lakini kila mmoja ana mipaka yake au ana scope yake ya utoaji huduma. Despite kwamba katika mafunzo yetu tumefunzwa, unakuta mtu una kofia mbili. Una kofia ya taaluma kama muuguzi na una kofia ya taaluma kama mkunga. Kwa mimi ambaye ni mkunga bingwa, yani ninavyoona mkunga unatambulika, to me it is an achievement pia. Katika nchi. Kwa sababu watu wanavyoendelea kutambua, ina maana tunaweza pia kuonekana zaidi na wadau wa kuweza kusupport ukunga na kuwekeza kwenye ukunga ili kuweza kuzalisha wataalamu wengi zaidi ili waweze kuendelea kutoa huduma na kuokoa vifo vya mama na mtoto. Na tukimalizia kipindi chetu, nini ushauri wako sasa? Kwa sababu unasema kwamba jamii bado
kufahamu wakunga wa jadi kuliko wakunga wataalamu. Ushauri wako ni nini hasa? Kwa hiyo ninashauri kwamba watu au wadau waweze kuwekeza kwanza kwenye ukunga. Lakini tumekuwa tukifanya pia kampeni hata katika mashule kuweza kuwaelimisha wale wanafunzi wa sekondari kwamba wanapotaka kuja kujifunza au wanapokuja chuoni basi kuna taaluma ya ukunga pia. Yaani wasije kusikia tu ukubwani, wajue kwamba ukunga ni taaluma. Na ninaamini kwamba serikali na wadau watakapowekeza kwenye ukunga basi tutazidi sana kupunguza vifo vya mama na mtoto, kwa sababu lengo letu ifikapo mwaka 2030 basi vifo vitokanavyo na uzazi vipungue kutoka tulipo sasa ambapo ni 104 katika kila vizazi hai 100,000 mpaka kufikia chini ya 70 katika kila vizazi hai 100,000. Lakini sasa hiyo ndoto inaweza kukamilika, mimi naamini kama tukiwekeza kwenye ukunga. Tukiweza kuwezesha wengi wanaopenda, ni wanawake, ni wanaume, kwa sababu hii taaluma sio kwamba ni wanawake tu. Unajua mwingine anasemaga huwa anasikia kuna midwife, where is a mid husband? Nadhani mbaya kusikia like where is a mid husband? Au kwamba akimwona mkunga ambaye ni mwanaume, na wapo wengi tu ambao ni wanaume na they are very good, na nimewahi kusikia kwamba wanawake sasa hivi they prefer kupata huduma kwa wanaume kuliko hata wakunga wanawake. Kwa hiyo haijalishi mkunga ni mwanamke, mkunga ni mwanaume, tunapenda kwamba watu watambue kama ukunga ni taaluma na serikali iweze kuwekeza katika ukunga, kuboresha elimu ya ukunga Tanzania, kwa sababu sasa hivi bado pia tunapambana kuhakikisha kwamba walimu wanaofundisha ukunga wako vizuri. Maana mwalimu kama hauko vizuri usitegemee kwamba utatoa product nzuri. Na atakwenda kufanya kazi na maana hawezi kufanya kitu kizuri. Kwa hiyo ina maana bidi kuwekeza pia kuanzia kwenye elimu ya ukunga, kuwezesha walimu wa ukunga, kuhakikisha kwamba vifaa vya kufundishia ukunga vinapatikana katika vyuo na basi watakapomaliza waweze pia kupata ajira kwa wakati. Kwa sababu bahati mbaya pia kuna wakunga ambao mpaka sasa hivi kiukweli hawajapata ajira. Japokuwa kwamba kwenye vituo vya kutolea huduma kuna upungufu wa wakunga. Kwa hiyo pia ni kwamba serikali iangalie taaluma ya ukunga kwa jicho la tofauti, kuhakikisha kwamba wakunga ambao wameshapata mafunzo basi pia waweze kuchukuliwa na waweze kupelekwa katika maeneo ambako kuna upungufu, waweze pia kutoa huduma kutokana na vile ambavyo waliweza kujifunza. Lakini pia natoa wito kwa wadau mbalimbali ambao wangependa kushirikiana na sisi kama chama cha wakunga. Sisi huwa pia tunatoa mafunzo mbalimbali kuwezesha wakunga hata wale ambao sasa tayari wako makazini. Kwa sababu kitu ambacho nimejifunza mimi sasa hivi, nikija miaka 5 ijayo hakitakuwa sawa. Tafiti zinaendelea kufanyika tofauti, bunifu mbalimbali zinatokea sasa hivi katika utoaji huduma. Kwa hiyo ina maana zile updates tunazozipata, innovations zinazokuja, basi wao tunaenda tunawafundisha wakunga ambao tayari wako makazini, ili wasifanye kazi kwa miaka kama kipindi hicho cha mwaka 47 alichosoma, kwa sababu mambo yanaenda yanabadilika. Kwa hiyo pia sisi tuko tayari kushirikiana na wadau mbalimbali ambao wanataka kuwekeza kwenye kuimprove taaluma ya ukunga, basi kusaidia wale ambao wako makazini pia waweze kujiendeleza. Lakini pia kuna wale ambao wanahitaji support kwenda vyuoni kusoma, unakuta hawajapata ufadhili, kwa kama kuna mtu anaweza kuwafadhili then tunawakaribisha. Asante sana Dr. Beatrice. Bila shaka umeweza kumsikiliza vizuri Rais wa Chama cha Wakunga Tanzania, Dr. Beatrice Mulike, ambaye ametupitisha katika masuala mengi ya sekta hii ya ukunga. Unaambiwa kwamba lengo na madhumuni ya chama hichi ni kupunguza vifo vya mama na mtoto ifikapo 2030, angalau basi vifo vifikie 70 badala ya 100. Tukutane katika kipindi kingine cha The Iron Lady wiki ijayo hapa Daily News Digital. Mimi naitwa Kuthumwali, nasema kwaherini.